Wanu Hafidh Amir anatoa majibu ya serikali. Sayansi na teknolojia, naomba kujibu swali namba 494 la Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhan, mbunge wa Bumbwini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Tume ya Vyuo Vikuu yani TCU na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTIVATE imeendelea kuandaa na kuboresha mitaala ya vyuo na taasisi za elimu ili kuwajengea vijana ujuzi, stadi na maarifa atakaowawezesha kujiajiri au kuajirika baada ya kuhitimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa azma hiyo hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya programu 821 zimepitiwa ili kuhakikisha zinaendana na mahitaji ya soko la ajira. Kati ya hizo programu 533 zimeboreshwa na 288 zimeandaliwa upya. Aidha, programu hizo zimejumuisha maudhui ya ujasiriamali, matumizi ya teknolojia, ubunifu na stadi za kidijitali, pamoja na msisitizo wa mafunzo kwa vitendo ili kuwawezesha vijana kujiajiri na kuajirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeelekeza kila chuo na taasisi ya elimu ya juu kuunda kamati ya ushauri ya viwanda yani Industrial Advisory Board ili kuunganisha elimu na mahitaji ya soko la ajira. Kamati hizo zitasaidia katika uboreshaji wa mitaala, kutambua mapungufu ya ujuzi, kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi pamoja na mafunzo ya vitendo, utafiti na ubunifu. Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhan, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri ya serikali, lakini napenda kumuuliza masuala mawili ya nyongeza. Kwa kuwa elimu ya juu ni suala la muungano na Zanzibar tuna vyuo vikuu karibu 7 sasa. Je, mkakati huu na mipango hii ya kamati ambazo zimo ndani ya bodi na mpango wa kuhakikisha kwamba vijana wanapata sifa za kuweza kujiajiri na taaluma inatolewa katika misingi ya kujiajiri na kupata manufaa vijana wanaomaliza vyuo, je, vyuo vikuu vya Zanzibar mpango huo upo? Pili, kwa kuwa vyuo vikuu vyote vya Tanzania vimekuwa kwa kila mwaka wahitimu wengi wanahitimu na wanaendelea kubaki mitaani, upi mkakati wa serikali na kauli ya serikali kutoa mafunzo ya ziada ili vijana waweze kuendelea na kupata ajira na kuendeleza maisha yao kiuchumi? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhan kama ifuatavyo. Kwanza, nikubaliane naye kuwa elimu ya juu ni jambo la muungano, na kwa kuwa elimu ya juu ni jambo la muungano, maelekezo ya serikali ya kuanzishwa kamati hizi za ushauri za viwanda yanahusu vyuo na taasisi za elimu ya juu zote zilizo chini ya mfumo wa elimu ikiwemo vyuo vikuu vya Zanzibar. Na nichukue fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuiomba Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kusimamia uanzishwaji wa kamati hizi, lengo likiwa ni kuhakikisha mitaala inaendana na soko la ajira lililopo hivi sasa. Lakini swala lake la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nakubaliana na yeye kwamba lipo wimbi la wanavyuo wengi wanaohitimu na hawana ajira rasmi, na serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuona kwamba wanafunzi wanaohitimu wanaweza kujiajiri wenyewe. Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya upatikanaji wa taarifa, lakini pia upatikanaji wa fursa mbalimbali na mafunzo ya kiuchumi ili kuwasaidia wahitimu kutumia ujuzi wao kujiajiri. Lakini pia serikali imeendelea kuimarisha mashirikiano mbalimbali na sekta binafsi kuhakikisha uimarishaji wa mafunzo na kufungua fursa za ajira zaidi kwa wahitimu wetu. Mheshimiwa Simai Said, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri
ya Mheshimiwa Waziri, nilikuwa na swala dogo tu na moja la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja katika sehemu moja muhimu sana tunayotegemea sisi wa Tanzania ni sekta ya utalii, lakini ukiangalia bado elimu tunayoitoa haiendani na hadhi ya sekta ya utalii kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Swali langu liko hapa: je, serikali imefikiria kujenga chuo cha kimataifa chenye hadhi ya sekta hii muhimu ya utalii ambayo Tanzania tunategemea tuweze pia kupitia wanafunzi kutoka Zanzibar? Mheshimiwa Sumaye, unaweza kuongeza sauti au kuisogelea mic? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Swali langu liko hapa Mheshimiwa Mwenyekiti: je, serikali imefikiria kuanzisha chuo chenye sekta hii muhimu ya utalii kwa upande wa Tanzania bara, hasa kuangalia kwamba utalii ndio sehemu moja muhimu tunayotegemea kwa upande wa Arusha, ili tuweze kuvutia wanafunzi mbali ya kutoka Zanzibar na Tanzania yenyewe, lakini pia kupata wanafunzi kutoka nchi za jirani kama Kenya, Malawi, Rwanda, ili vijana wetu waweze kuingia katika sekta hii muhimu na waweze kupata ajira. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Sumaye Mohamed Said la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu imekuwa ikitoa mafunzo ya utalii katika vyuo mbalimbali vya nchini, lakini pia kupitia vyuo vyetu vya VETA tumekuwa tukitoa mafunzo ya utalii kwa vitendo ili kuhakikisha kwamba mafunzo ya utalii yanafika vizuri kwa wanafunzi wetu ambao wako katika vyuo hivyo. Lakini wazo lake ama pendekezo lake la kujenga chuo cha utalii kikubwa ambacho kitakidhi ajira ama kitatoa wahitimu wengi zaidi kwa ajili ya sekta ya utalii tumelichukua, na itakapobidi basi serikali itafanya hivyo. Mheshimiwa Naibu Waziri Wanu Hafidh, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa, tunaendelea na sasa ni Wizara ya Kilimo, na mwita Mheshimiwa Jacqueline Kainja Andrew, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake. Asante. Swali la Mheshimiwa mbunge linauliza, je, lini mikataba kati ya benki na AMCOS itatumia lugha ya Kiswahili? Swali hili linaelekezwa katika wizara hii ya kilimo, na anayeuliza swali hili ni Mheshimiwa Jacqueline Kainja Andrew. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba vyama vya ushirika wa msingi vimekuwa vikisaini mikataba ya mikopo ya fedha kutoka katika mabenki kwa lugha ya Kiingereza. Kimsingi, mikataba hiyo imekuwa fomu rasmi ambayo iko kwa lugha ya Kiingereza kupitia benki zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kuielekeza Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini kuhakikisha inakubaliana na benki zote zinazoingia mikataba na vyama vyetu vya msingi kwa maana ya AMCOS kutumia lugha zote mbili kwa maana ya Kiingereza na Kiswahili katika mikataba ya kifedha na mikopo ya fedha na vyama vyetu hivi vya msingi. Hili la matumizi ya Kiingereza pekee halitendi haki na linarejesha mikataba ya kimangungo kwa wananchi wetu, jambo ambalo halikubaliki.